Usiku wa Jumatano ya Aprili 6 kuamkia Alhamisi ya Aprili 7 mwaka 1994 unakumbukwa sana nchini Rwanda, pale ambapo ndege iliyombeba rais wa Rwanda wakati huo Juvenal Habyarimana kupigwa na kombora karibu na uwanja wa ndege wa Kigali. Hii ilifuatiwa na mauaji ya siku 100 wa Tutsi yaliyotokea pale nchini Rwanda. Leo ikiwa ni Aprili 7 mwaka 2025, ni miaka 31 ya kumbukizi ya maadhimisho haya ya mauaji ya kimbali yaliyotokea pale nchini Rwanda. Kauli mbiu ikiwa ni kumbuka, ungana na fanya upya. Ofisi ya balozi wa Rwanda nchini Tanzania ikishirikiana na ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania leo wanakutana hapa katika uwanja wa mikutano wa Mlimani City kwa ajili ya kuadhimisha miaka 31 ya mauaji ya kimbari yaliyotokea pale nchini Rwanda na kuacha vifo kwa Watutsi milioni 1. Hii inatukumbusha umuhimu wa kuungana, kushikamana na kujenga upya falsafa zetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza taifa ambalo litakuwa na amani, taifa lenye muunganiko na taifa lenye kuchagiza maendeleo endelevu. Mimi ni Nyamguma Mahmud, nyuma ya kamera yuko Eze Films. Akizungumza baada ya maadhimisho hayo, mgeni rasmi waziri wa katiba na sheria wa serikali ya Tanzania Dr. Damas Ndumbaro akimwakilisha waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo amesema kuwa kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 inatufundisha kuwa suluhu za matatizo ya Afrika zinapaswa kutatuliwa na Waafrika wenyewe. Wakati mauaji ya kimbari ya Rwanda yanatokea mwaka 1994, dunia nzima iliangalia na ikusema chochote, ikufanya chochote, mpaka Wanyarwanda wenyewe ndio walikomesha mauaji hayo. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba matatizo yetu ni ya kwetu na suluhu ipo kwetu sisi pia. Hivyo tuungane, tuwe na mifumo ya Kiafrika ya kutatua matatizo kama hayo. Balozi wa Rwanda nchini Tanzania General Patrick Nyamvumba amesema kauli mbiu ya mwaka huu kumbuka, ungana, fanya upya inalenga kuwaheshimu wahanga, kuenzi manusura na kuhamasisha juhudi za kuendeleza amani na mshikamano wa kitaifa. Balozi Jenerali Nyamvumba alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa taasisi za elimu, kushiriki kikamilifu kupambana na upotoshaji wa historia ya mauaji ya kimbari. Kadhalika alishukuru serikali ya Tanzania kwa mchango wake mkubwa, ikiwemo kuweka makazi ya mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda jijini Arusha. Rwanda will continue to fight against genocide ideology, and we urge the international community, especially academic institutions. Rwanda tutaendelea kupambana na itikadi ya mauaji ya kimbari, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hasa taasisi za elimu, kuchukua msimamo thabiti dhidi ya simulizi potofu au upotoshaji wa ukweli. Tunapoadhimisha kumbukumbu ya miaka 31 ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ya mwaka 1994, kama ambavyo watoto hawa wamesema, tunaweza kujenga upya mustakabali ambapo jamii yoyote haitakumbana tena na maafa ya mauaji ya kimbari. As I conclude, allow me to thank the government of the United Republic of Tanzania. Napomalizia, niruhusuni nitoe shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutoa msaada wake, kuanzia kwa kuandaa mazungumzo ya amani ya mwaka 1993 hadi kutoa makazi kwa mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda iliyokuwa Arusha. Mabalozi wastaafu waliopo hapa ni sehemu ya historia hiyo. Tunathamini urafiki wenu na nafasi yenu katika kipindi hicho. You see here a part of that history. We value your friendship and your role in those years. Akizungumza kwa niaba ya ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa Bwana Martin Ordit alitoa pongezi kwa Tanzania kwa kuwa mfano wa umoja na ustahimilivu. Amesema kuwa hekima ya Mwalimu Julius Nyerere imesaidia kujenga taifa lenye mshikamano na maadili ya kibinadamu. As Tanzanians, guided by the wisdom of Mwalimu Nyerere, you know that umoja ni nguvu. Unity is strength. Kama Watanzania mkiwa miongozwa na hekima ya Mwalimu Nyerere, mnajua kuwa umoja ni nguvu. Mmejenga taifa ambalo tofauti si sehemu ya maisha yenu. Ninyi ni ushahidi hai kwamba uvumilivu unaweza kushinda. Tujifunze kutoka kwa mfano wenu na tuazimie kujenga dunia ambako tofauti hazikumbatiwi, chuki zinafutwa na ahadi ya kamwe tena inaimarisha kweli kamwe tena. Umoja wa Mataifa utasimama nanyi pamoja. The United Nations stands with you shoulder to shoulder in this sacred endeavor.
Katika kuonesha umuhimu wa vyombo vya habari katika kuzuia machafuko ya aina hiyo, Salim Kikeke, mwanahabari mwandamizi na naibu mkurugenzi wa Crown Media, alisisitiza juu ya jukumu la wanahabari kuwa na uzalendo wanaporipoti habari. Alisema kuwa habari zikitumiwa vibaya zinaweza kuchochea migogoro kama tulivyoshuhudia katika mataifa kama vile Rwanda na mataifa mengine ya Afrika. Hivyo ni wajibu wa kila mwanahabari kulinda taifa lake kwa kuandika kwa uwajibikaji na uweledi. Tunajua kabisa kuna wakati inafika kama mwanahabari unaangalia maslahi ya taifa na kuweka pembeni vitu vingine vyote. Kwa hiyo mchango wetu sisi kama waandishi wa habari inapokuja kwenye masuala ya kitaifa, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kile tunachokizungumza kinajenga taifa, kinalinda taifa badala ya kukibomoa. Tumeona mifano mingi, tunajua kilichotokea Rwanda, lakini hata katika mataifa mengine ya Afrika tumeona jinsi vyombo vya habari vilivyochangia kwa njia moja au nyingine kusababisha kuleta machafuko. Maadhimisho haya yalihudhuriwa pia na wanafunzi, mabalozi wastaafu na wananchi mbalimbali walioonesha kuguswa na ujumbe wa siku hii. Baadhi yao walisema kuwa historia ya Rwanda ni funzo kwa kizazi cha sasa na kijacho kuhusu nguvu ya mshikamano, maridhiano na hatari ya ukabila na chuki. Sisi kama Tanzania na dunia kwa ujumla hatutakiwi kuweka tofauti za kikabila ama za kijamii ama vyovyote, kwa sababu kama tunavyoona kwa majirani zetu, ndugu zetu, kilichotokea baada ya kufanya vitu hizo, ambapo tunaambiwa takribani watu milioni 1 walifariki. Sisi kama Watanzania, sisi kama Waafrika tujumuike kwa umoja na kwa ushikamano, kwa sababu bila ya umoja katika jamii ndio inasababisha kama mambo yaliyotokea huko Rwanda, mauaji ya wao kwa wao kutokana na vita za kikabila na tofauti za kijamii. Na kitu kikubwa ambacho naweza nikasema nimeondoka nacho hapa ni kwamba we can heal hata tukikutana na matatizo makubwa kiasi gani. Lakini kingine ambacho nimejifunza ni kwamba tunakumbushwa mambo kama yale sio mazuri, kwa sababu yameacha makovu makubwa sana kwa watu. Siku ya Aprili 7 inatambuliwa kimataifa kama siku ya kutafakari juu ya mauaji ya kimbari ya Rwanda, ikiwa ni muda wa kutafakari, kukumbuka waliopoteza maisha na kusimama pamoja dhidi ya itikadi za chuki. Dunia inaendelea kujifunza kuwa historia ni hatua ya muhimu ya kuhakikisha kwamba maafa kama haya hayajirudi tena. Maadhimisho ya mwaka huu yanasisitiza umuhimu wa kuendelea kujijenga upya kwa msingi wa ukweli, upendo na mshikamano. Nyamguma Mahmud, Dosti Habari.